Karibu sana katika mada yetu ya leo ndani ya Bukavu TV. Kwa majina naitwa Nelson. Nikirejea katika media yetu ya leo nasema mambo tofauti, na leo nimerejea ndani ya studio kuwapasha habari ifuatazo. Na kwa sasa leo nataka kuzungumzia katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mahali kunaendelea kuwa mapambano ya vita. Na mbele ya kuanza kuzungumza mambo kadhaa, inabidi kwanza tufanye subscribe, like, comment ili kila mara uanze kufuatilia vipindi vyetu, kwa sababu sikuje kuchelewa kufuatilia, na inabidi uje apone kwanza kwa muda kama huyu. Ni asubuhi wa leo, ninasema tarehe 20, leo tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Nasema kama leo nataka kuzungumzia vipengele tofauti. Tumepata habari tofauti kutokea sehemu tofauti katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo asubuhi ya leo, mahali kunaendelea kuwa mapambano ya vita sehemu ya Walikale, sehemu ya Manyema mpaka Kindu, ama sehemu ya Shabunda mpaka Uvira. Tumeangalia kwa kweli muda kama huyu, tunakuja kuwapasha habari ifuatazo. Na mbele ya kuzungumza mbele katika mada hii, naomba kweli kila mtu aendelee kunisikiliza makini na kuwa pamoja na sisi. Na katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tukianzia sehemu ya Baraka ama sehemu ya Uvira, wanajeshi wengi sana kutokea nchi kigeni hapa Jamhuri ya Kongo wanaendelea kupeana msaada kuingia katika eneo hii ya Uvira na Baraka na sehemu ya Sange. Wanajeshi wamekuwa wengi zaidi kadhaa, kwa sababu wanajeshi wa Wazalendo wamekuwa pamoja, na leo tumeona kama kabisa msaada kutokea sehemu ya Shabunda ya wanajeshi wengi zaidi wa Wazalendo wanakuja kupeana force hapa mji wa Uvira, kwa sababu mambo inaendelea kuadhaa ama mambo inaendelea kuonekana kama mapambano ya wanajeshi ya Wazalendo pamoja na wanajeshi ya waasi wa M23 inaendelea kuwa kali mno, kwa sababu asubuhi ya leo tumeona kama vipengele vinaendelea kupitikana katika mji wa Uvira. Wanajeshi wengi zaidi kutoka eneo tofauti, mandege, helikoptera zinaendelea kushuka sana katika mji wa Uvira kukuja kupeana msaada ya mapigano katika area tofauti. Na katika Jamhuri ya Kongo, sehemu za Kamanyola, tumepata habari kwa sasa hatua waasi wa M23 walishambulia sehemu tofauti ya hapo mji wa Baraka ama sehemu ya Kavimvira ama mpaka sehemu ya huko Baraka sehemu ya Kamanyola Luvunge. Ni inamaanisha kusema kama muda huyu wanajeshi wanakuwa wengi au plateau, wanajeshi wanakuwa wengi sana katika vipindi tofauti ama katika vipengele tofauti. Na kwa sasa leo nimesema ngoja nirejee kuwapasha habari hizi, na kwa sasa nimeonyesha kama mji wa Shabunda imeendeleza kuwekeza wanajeshi wengi sana kutokea area tofauti kuelekea katika sehemu za mapambano. Kama tukiangalia sehemu ya ifuatazo katika area ya Shabunda, wakaaji wengi sana wanaendelea kupiga kelele na kupiga kusema kwamba wanajeshi wa Wazalendo wanaendelea kunyanyasa watu area hii. Na kwa sasa tuliona katika vipengele vya jana tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 2026 wanajeshi walikuwa wengi zaidi wakipanda wakielekea Uvira, na kwa sasa ilikuwa katika mbingu ama viongozi vya chama vya Wazalendo ilibidi waitishe wanajeshi wote wa kamati ili wakuwe na mtingi. Na kwa sasa mji wa Uvira leo tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka wa 2006 viongozi vya chama vya Wazalendo leo viliamua kufanya vipindi pamoja ama maongezi pamoja na wakaaji katika mji wa Uvira, mji wa Baraka na mahali inaitwa Kasek, mahali inaitwa Lumonge na mpaka mahali inaitwa Wangungu. Viongozi walikuwa eneo tofauti, sehemu ya Baraka na sehemu zingine kadhaa, kwa sababu ya kuonyesha kama chama cha Wazalendo kimekuja kuprotect ama chama cha Wazalendo kimekuja kulinda Wazalendo sehemu tofauti. Na kwa sasa mimi mwenyewe katika vipengele vyangu nakuja kuonyesha hivi na kuwapasha habari zenye tumepata katika asubuhi ya leo. Nimesema inabidi ni wakabidhi ukweli ndani ya Wazalendo na ukweli ndani ya serikali ya government, na vyama vya Wazalendo vimekuwa wengi zaidi. Na kwa sasa hivi nataka niwaonyeshe katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo viongozi General
viongozi vya chama vya serikali vilikuwa na mkutano katika mji wa Kinshasa capital kuhusu Generali James Kabarebe katika Jamhuri ya Rwanda, kikosi kamanda wa vikosi vya jeshi vya Rwanda. Walizungumza maneno kadhaa katika Jamhuri ya Kongo, walizungumza maneno mengi zaidi kusema kama leo inabidi kwa kweli waambie wanajeshi kutokea Jamhuri ya Rwanda kama hawataki wakuje kutikisa nchini Kongo. Kwa sasa leo viongozi wengi zaidi katika Jamhuri ya Kongo wamekasirika sana kusema inabidi waongezee kutuma meseji yao katika ifikie kiongozi wa chama cha wanajeshi wa Jamhuri wa Rwanda James Kabarebe. Na kwa sasa wanachama wote wa viongozi vya wazalendo Dekunatere wa chama cha wazalendo kutokea Jamhuri ya Kongo amezungumza kutikisisha kusema kama katika mada hii inabidi wanajeshi wote wakuwe tayari wa kwenda kupambana na wahasi wa M23. Na leo asubuhi tumepata habari taarifa kutokea katika Jamhuri ya Kongo ya North Kivu katika farm ya President Kabila ilikuwa katika area tofauti. Wazalendo wanaamua kuelekea huko kwenda kurudisha ama kwenda kutoa wahasi wa M23 wako eneo hizo. Na kwa saizi North Kivu ama sehemu ya Masisi kunaendelea kupambana vita nyingi zaidi. Katika asubuhi ya leo tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 2026, mimi mwenyewe kinileona katika pengelo hii ama katika muda huu, mnajua nimekuja kuwapasha habari ifuatazo. Asubuhi ya leo mimi nimeshindwa kulala kabisa, nasema ngoja niwapashe habari hizi. Na kwa sasa mimi mwenyewe ukiwa na mimi pamoja na mimi itakuwa unapata habari nzuri, kwa sababu inabidi tujiabone, tuendelee kufanya subscribe, like, comment ili uanze kufuatilia vipindi vyetu kila mara ndani Bukavu TV kila siku. Kuwa na sisi ni ya muhimu sana. Na habari tuko pamoja ni katika Jamhuri ya Demokrasia Kongo hapa Uvira. Jeshi la Twirwaneho pamoja na Red Tabara inaendelea kupigana katika sehemu inaitwa Bikaka na sehemu zingine tofauti. Na kwa sasa Jamhuri ya Demokrasia ama jeshi la Kongo wote wameamua kwenda kutoa wanajeshi hawa katika eneo hili. Na kwa sasa tumekuwa na sisi katika mada yetu ya leo, itakuwa ni ya muhimu sana kuwa na sisi katika Jamhuri ya Demokrasia. Na kama saizi viongozi vya chama vya wazalendo Yakutumba William Yakutumba amezungumza kusema hiyo nafasi wanasema Bikaka ama sehemu inaitwa Nehele ni uongo kwa kweli mtupu. Kwa sasa viongozi wanakuja peana force, wanakuja kupeana nguvu katika mji wa Uvira kutokea eneo ya Shabunda. Hao ni wanajeshi, tazama video hii, tazama hao ni wanajeshi, tazama gisi ni wengi zaidi. Na kwa sasa hao wanajeshi walikuwa mji wa Shabunda, walikuwa kaaji. Kwa sasa wakaaji wa Shabunda walichukua 3 jours sans mouvement, ikabidi sasa viongozi vya chama vya wazalendo viwatoe Shabunda, viwapandishe kwenye vita vya mapambano katika eneo ya Uvira, kwa sababu kama Shabunda wanajeshi wa wazalendo wanasema kama hao ni wanajeshi kweli muno. Kwa saizi walikuwa wameanza kuibia watu, wanaua watu kioleolela Shabunda, mpaka viongozi watu walipiga 3 jours sans mouvement, sans activite. Kwa sasa mnaona kama leo wanaamua kupanda, ndio hii msululu ya wanajeshi kutokea Shabunda wanaelekea Sud Kivu hapa Uvira au plateau ya Fizi, wanakuja kupeana la force, kupeana remplacement, kupeana nguvu, kwa sababu saizi Uvira wanajeshi wanakuwa wengi zaidi katika eneo ya Uvira. Wanajeshi kutokea eneo tofauti wameendelea kushuka mji. Wazalendo wanalelewa katika milima, wanajeshi wa Kongo wanalelewa katika milima, wahasi wa M23 wanalelewa katika milima ya North Kivu, hawajalelewa milima ya Sud Kivu. Ndio kama unajipata milima ya Sud Kivu inakuwa nguvu zaidi kuelekea kwenye minara ya Sud Kivu, kwa sababu watoto wa Minembwe, wanajeshi wa Minembwe hawa wanajeshi Twirwaneho wale nao wanalelewa katika milima huko. Ndio maana unaona nao wanapambana kwa kweli muno. Ndio maana unajipata wanazuruana sana na jeshi la Kongo pamoja na wanajeshi ya wazalendo, lakini wanajeshi wa hasi wa M23 hawa wanatumia magari kabisa na madrone, na ndio maana unajikuta kupanda kuelekea katika milima ya Fizi ama eneo tofauti na kuwa ngumu, kwa sababu silaha zao ni zile zinaendea minono kwa kweli, kwa kupandisha
na magari, na bila gari aweze kuweka silaha muno kwa weka kwa mgongo ni vigumu zaidi, kwa sababu ni ngumu ama kupigana katika eneo hauelewi katika milima. Ndio maana wajipata sasa wahasi wanaanza kutoka eneo hili wanaelekea katika area za mjini kabisa tu huko. Tusikilize kwanza ujumbe kiongozi wa chama cha wazalendo kutokea mji wa Shabunda, ama kiongozi cha chama cha wazalendo katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, anatetea haki ya wazalendo katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hapa nchini Shabunda. Hebu tumsikilize kwanza anasema nini, pamoja tuliongea naye kwa anasema nini, tuliongea naye hapo. Jambo bwana mpasha habari, mimi ni bwana Nembongo Mbotoma Hussein Frank, niko katibu mkuu wa chama inayoitwa ANC, Alliance des Nationalistes Congolais, ambayo iko chama structure politique ya wazalendo mjini Kongo mzima. Hivi mimi nakushukuru kwanza kunipatia mwanya ya kuongea kupitia radio yenu, na mimi naprofite kusalimia bauditeri bote na bandugu wote wazalendo, FARDC, société civile, jeunesse, atuka batu bote mimi nawasalimia. Hivi mimi na profite ku intervenir saa hii juu ya situation ambayo iko pale Shabunda sasa hii. Hivi tunajua ya kwamba kuna kuwa tension kubwa sana yenye inadivize matandase mingi, société civile d'un côté, de l'autre FARDC, kuna kuwa wandugu wazalendo de l'autre côté. Atuka inatupreocupe depuis au niveau. Hivi mimi naanja kwanza kutoa pole kwa familia yote yenye ilipata msiba kwa wakati hii. Mimi najua ke de ngambo yote société civile na ngambo ya wazalendo kulikuwa mordom, na hiyo ndio inaacha tena tasho ipande zaidi, na vile ile tasho hivi iko kutere sasa hivi yono sana, na vile sisi hapa Kinshasa kupitia chama ya wazalendo atuka tunahuzunika sana, paske mission ya mzalendo ni kuchunga udongo. Mission ya mzalendo ni kwanza, mzalendo ni raia, haezi kuwa tena na shida na raia yenyewe. Mzalendo anatumika collaboration avec FARDC, haezi kuwa tena na shida na FARDC. Mzalendo anatumika na organe ya leta, na objectif yetu isi wote ikuwe FARDC ikuwe wazalendo, tuko na objectif moja ya kuchunga nchi yetu contre occupation. Na wakati nyoka anaingia kunyumba au shida imeingia kunyumba, musikilizane, ni kusema pale adui anapata mwanya. Ni kusema tasho yenye iko sahihi aiprofite kusie wakongomani, aiprofite kwa watoto wa Shabunda, inaprofite droit ku AFC M23. Anasema hivi, katika chama cha wazalendo kuna wale wazalendo wa shujaa, kuna wale wazalendo wale walikuwa na unyanyasaji hapo mji wa Shabunda ama eneo tofauti. Hajaongelea kwa sababu Shabunda peke yake, kwa sababu wazalendo, kuna wale wazalendo kwa sasa. Ukiangalia wazalendo wa kitambo ama wanajeshi wale wa kimstuni wale wa kitambo walikuwa wanaitwa Mai Mai, kwa sasa wale walikuwa na tayari wakuwa magomvi na serikali ya Kongo FARDC, kwa sasa walipewa autorisation pour travailler avec même équipe pour récupérer dans votre pays. Vous avez récupéré comment vous avez défendre le pays. Omomala wakapewa nafasi sasa, wazalendo nao wajikutanye wafanye kazi kwa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa saizi wazalendo hawana nia kupigana tena na nous sommes des gouvernements. Omomala toujours nous sommes des gouvernements avec wazalendo sous même personne. Omomala adui kwa sasa wa FARDC, adui wa wazalendo kwa sasa ni wahasi wa M23.